Basi nikukaribishe kwenye chuma hii mpya. Ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hebu twende sawa. Wakati filamu inaanza, kijana Raymond na mama yake wanaonekana wamo garini, huku redio ikizungumza kuhusu mpango wa serikali kurejesha nidhamu, utii na uchapakazi kwa taifa, kwani vijana wengi duniani wamekuwa wavivu mno kiasi cha kuwa radhi kuolewa na mishangazi. Mama mzazi wa Raymond alikasirika mno, kisha akaizima redio hiyo ili tu asiendelee kusikia sera hiyo mpya ya taifa. Lakini Raymond akamtaka mama yake asijali, kwani Raymond anaamini fika kwamba ataibuka shujaa kwa shindano hilo. Hatimaye walimudu kufika getini. Afande akaulizia juu ya ID ili atambue ushiriki wa Raymond katika pambano hilo la matembezi marefu, kisha akapatiwa na kuhakiki. Raymond akaruhusiwa kuingia uwanjani ili akashiriki na wenzake, huku mama yake akiwa na hofu tele, kwani anazifahamu fika sheria za mchezo huo. Ila bado Raymond alijiamini mno. Akaongea na mama yake na kumwambia kwamba wala asijali, maana anaamini ataibuka shujaa wa mchezo huo. Raymond aliagana na mama yake, kisha akaingia ndani na kuelekea upande ule ulipoketi washiriki wenzake. Mama mzazi wa Raymond akaondoka huku machozi yakimtiririka machoni. Kiongozi wa shindano ambaye ni meja wa jeshi la wananchi aliziweka wazi sheria zote za mchezo, tena akisema, "Hey guys, bila shaka nyote mpo fiti. Hii ni long walk tournament na kila mtu atapewa namba ya ushiriki. Hakuna namna nyingine isipokuwa kushinda tu, kwani taifa linahitaji vijana maridadi, sio genzii wavivu na wahuni. Ukisimama katikati ya safari utapewa onyo la kwanza, ila ukishindwa kabisa kuendelea na safari utakufa kwa risasi. Hivyo ni lazima mjitume, na pia niwakumbusheni msisahau, anahitajika mshindi mmoja tu." Meja wa mashindano alieleza, kisha kila mshiriki akapatiwa kodi yake maalumu ya kushiriki. Risasi ikapigwa juu angani kuashiria kuanza rasmi kwa mtanange huo. Vijana wote 50 wakaanza kutembea kwa kujiamini, huku kila mmoja akijiona kwamba ataibuka mshindi ili ajitwalie donge hilo nono la zawadi kubwa duniani. Hali kadhalika apate nafasi ya kukiomba kitu chochote akitakacho ulimwenguni. Safari ilizidi kunoga, vijana nao wakazidi kuchokozana na kutaniana kama kawaida. Wengine wakauanzisha urafiki kama sehemu ya kujifariji. Ila wakati wote wa matembezi, Raymond alionekana kutulia sana, kama vile mtu mwenye jambo zito kichwani mwake. Peter aligundua hilo, ikabidi amsogelee Raymond karibu zaidi na kuanza kutengeneza naye urafiki wa kimtindo, ili tu wawe wanafarijiana na kupeana kampani kadiri itakavyowezekana. Walitembea umbali wa maili 5 wakafanikiwa kuona mashamba makubwa yenye mimea ya ajabu. Kisha Peter akamuuliza Raymond kwamba mashamba hayo yanaoteshwa zao gani. Raymond akajibu na kusema hata yeye halijui zao hilo, licha ya kuwa ni mwenyeji wa eneo hilo. Safari ya vijana hawa 50 ikazidi kuchangamka, huku kijana mmoja aitwaye Gary akizidi kufanya vituko njia nzima, hadi wenzake wengine wote wakahisi pengine Gary ni kichaa, kwani hakuwa na utulivu hata kidogo. Kila wakati Gary alikuwa akimtukana meja matusi mazito sana na kuitukana serikali ya nchi yake pia kwa sheria hiyo mpya walioipitisha, sheria ya kuwanyoosha vijana kwa kuwatembeza matembezi marefu yasiyokuwa na pumziko, kwani sheria za mchezo huu zilikataza vijana kula, kunywa au kukojoa pindi wawapo njiani, kiasi cha kudhalilisha utu halisi wa mwanadamu. Vijana hawa 50 walizidi kuswampa na njia mpaka basi, huku magari ya wanajeshi yakiwafuatilia kwa nyuma, na pembezoni mwa barabara wakiwa wamesimama askari shupavu wenye silaha zao mkononi, wakisubiria kumuona mshiriki yoyote atakayezivunja sheria za shindano ili wakifyatue kichwa chake kwa risasi nzito ya kichwani. Gary alifika mahali fulani, akaamua kuchuchumaa chini na kujifanya anafunga kiatu. Wenzake wakawa wanamtaka afanye haraka kabla ya sekunde 30 za onyo hazijaisha. Gary akawa tu anajichelewesha kimakusudi mpaka sekunde 29 zikapita. Ikawa sasa imesalia sekunde moja tu ya onyo ili apigwe risasi. Ghafla akainuka juu na kuendelea na mwendo. Akawa sasa anawacheka wenzake kupita kiasi, kwani aliitumia mbinu hiyo ya kimakusudi ili mradi tu kupumzika. Mara baada ya vijana kutembea kwa umbali wa maili takriban 7, aliibuka mshiriki mmoja aitwaye Hawkins. Akawa anawahoji wenzake maswali huku akiandika katika dayari yake, kwani yeye kashiriki shindano hili la long walk ili apate data za kuandika kitabu chake, maana Hawkins ni mwandishi mzuri tu wa vitabu. Ila Gary aliibuka na kudakia, kisha akasema kwamba kitabu hicho kitaandikwa vipi, na ilhali Hawkins anaonekana kabisa kwamba
atakufa mapema njiani kabla hata ya shindano kutamatika kutokana na udhaifu wa afya yake. Kauli hiyo ya Gary iliwafanya washiriki wengine wote wacheke kwa furaha sana. Safari ikazidi kuiva huku morali ya kukamilisha shindano ikizidi kuja juu. Ndani ya umbali huo huo wa maili 7, kijana mmoja aitwaye Carlin alishikwa na msuli, akashiba kabisa kutembea. Raymond akaja na kumpatia msaada, ila hali ikazidi kuwa tete kwa Carlin. Carlin akaanguka chini, maumivu yakawa makali sana. Akapewa sekunde 30 za onyo, nazo zikapita bila matumaini yoyote ya kuinuka. Carlin akapigwa risasi nzito ya kichwa. Akawa ndiye mshiriki wa kwanza kuaga dunia katika shindano hili la long walk. Hofu ikaanza kutanda na kumea kwenye moyo wa kila mshiriki. Vijana walipofika umbali wa maili 17, mshiriki aitwaye Wilson alijihisi kukojoa, ila sheria ikawa inambana, kwani hakuna ruksa ya kusimama. Ilimbidi Wilson achomoe chululu yake na kukojoa huku akiwa anatembea, kitu ambacho sio sawa kwa mujibu wa haki za binadamu. Baada ya mwendo mrefu sana, mshiriki mwenye name tag ya nambari 1 aliugua ghafla kwa ugonjwa wa kifafa. Akaanguka chini na kuanza kutekisika. Muda wa onyo ukapita kabla hajazinduka. Askari mahiri akamtaraza risasi ya kichwa. Gary akawa anafurahi sana kwa jinsi ambavyo washiriki wanavyozidi kupungua, akiamini fika kwamba yeye ndiye atakayeibuka kinara wa shindano hili la the long walk. Washiriki walipofika umbali wa maili 25, Gary alianza kumchokoza mshiriki mdogo zaidi kwa umri kuliko wote, akimwambia kwamba jina lake ni la kipumbavu na hata mama yake alimpa ranking jina hilo kwa sababu alimzaa kikahaba. Watu wakajua huo ni mzaha tu wa kawaida wa Gary, ila kumbe Ranking yeye alikasirika kutokana na matusi hayo ya Gary. Ranking akaamua kumrushia Gary ngumi, ila Gary akaipepa. Ranking akarusha tena, Gary akaikwepa, ila awamu hii ya mwisho bwana mdogo Ranking alianguka vibaya, akapigiza sehemu za mbele za uso wake na kifua. Moyo ukawa umepata maumivu. Washiriki wengine wakamtaka Ranking asimame haraka ili sheria ya shindano isimhukumu, lakini Ranking akashindwa. Hatimaye Ranking akashushiwa risasi nzito ya kichwa, ubongo ukamwagika na kusambaratika. Watu wote wakamshutumu Gary kwa mzaha huo aliomfanyia Ranking, kwani kamsababishia kijana wa watu kifo kisichokuwa na ulazima. Ila Gary yeye wala hakujali, alizidi tu kutukana na kuwaona wenzake wote ni wajinga. Mshiriki mwenye namba 45 ya michuano alijikuta akishikwa na tumbo la kuhara, ila akanyimwa nafasi ya kujistiri kwa haja. Alijaribu kuhara huku akiwa anatembea, lakini mwendo ukazidi kuwa mdogo, ikabidi apigwe risasi ya kichwa, kwani sheria inasema kwamba wanapaswa kutembea kwa spidi ya maili 3 kwa lisaa. Hawkins aliumia mno, hata lengo lake la kutaka kukiandika kitabu cha matembezi haya marefu ya The Long Walk likaanza kufifia taratibu taratibu, kwani alichokitarajia sicho anachokiona. Washiriki walipofanikiwa kufika umbali wa maili 35, giza lilianza kutanda. Meneja wa mashindano akapita na gari huku akisema, shindano hili halina cha usiku wala mchana, jua wala mvua, hivyo vijana watapaswa kuendelea na matembezi bila kujali, ili tu taifa liwe na vijana hodari, vijana wafia nchi na wazalendo, sio vijana wazembe na wavivu wanaoandamana kwa vitu vidogo visivyo na tija kama genzio mataifa mengine. Wanaume wa Dar, mpo hapo? Basi twende sawa.